Mtazamaji wa Uhondo TV, hii ni Uhondo Michezoni. Mimi naitwa Aidan Jeremiah. Ripoti na matukio mbalimbali ya kimichezo ambayo yanapatikana ndani ya Uhondo TV, Uhondo Michezoni. Kikubwa ambacho na kushauri mtazamaji wa Uhondo TV, usahau kusubscribe, lakini endelea kulike, kushare na kucomment ili uweze kuwa mtu wetu wa kwanza kufuatilia matukio mbalimbali ya kimichezo. Lakini moja kati ya story ambayo imeonekana kuwa gumzo kwenye mitandao ya kijamii ni dabi ya Kariakoo, ambao tunasema kwamba bingwa wa kihistoria ambao ni Dar es Salaam Africans dhidi ya Simba Sports Club mnyama wa nyika, dabi ambayo itachezwa tarehe 15 mwezi wa 6 2025. Hiyo ndio story kubwa ambayo sasa hivi ina trend kwenye mitandao ya kijamii. Lakini taarifa ambazo zimekuwa zinaelezwa ni kwamba Young Africans mpaka sasa hivi bado hawana imani kwa kiasi kubwa kwamba mchezo wa tarehe 15 dabi ya Yanga na Simba utafanyika au usifanyike. Lakini jambo la kuendelea kusubiria kikubwa, endelea kuwa na Uhondo TV tuweze kupatia update mbalimbali za kimichezo. Lakini story ambayo pia na yenyewe nimeona kwamba niweze kupitisha kwa kiasi kubwa kwa taarifa za ndani ambazo nimezipata kutoka katika klabu ya Young Africans kwa kiasi kubwa kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo, Simba Sports Club ambao watakuwa nakaribishwa na mabingwa wa kihistoria ambao ni Young Africans. Hicho ni kitu ambacho naweza nikakizungumza kwa kiasi kubwa kwa sababu ni story ambayo imekuwa viral, lakini watu wamekuwa wanauliza kama ni kitu gani ambacho kinaweza kutokea kwenye dabi. Je, Yanga ile kauli yao ambao wanasema kwamba chezi naweza ikatumika kwa kiasi kubwa ni kitu ambacho niweze kuletea kwa kiasi kubwa. Lakini taarifa zinasema kwamba taarifa za ndani zinadai kuwa msimamo wa Yanga uko pale pale, ambapo wenyewe wanasema kwamba hakuna kucheza dabi, yani hatuchezi ngo. Ikumbukwe hakuna kilichobadilika hadi sasa. Njia pekee ya Yanga Sports Club kucheza dabi ni kwamba viongozi wote wa bodi ya ligi ambao tunasema kwamba TPLB kujiuzuru pamoja na Young Africans kuingia kambini, ila hawatacheza dabi kama bodi ya ligi itabaki ile ile. Yes, hizo ni taarifa ambazo zimekuwa zinatrend kwenye mitandao ya kijamii, ni kwamba timu ya Yanga bado ina msimamo ule ule kusema kwamba dabi hawachezi kwa kiasi kubwa. Lakini tunafahamu kwamba mpaka sasa hivi Young Africans wana pointi 73 kwenye msimamo wa ligi, inashika nafasi ya kwanza. Simba Sports Club the same scenario, inashika nafasi ya pili, ina pointi 72. Kwa hiyo kama Young Africans watashindwa kucheza dabi, unao kwamba Simba atafikisha pointi 75 ambazo zitaisaidia kwa kiasi kikubwa kuweza kuitoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Na hii inaweza ikawa moja kati ya njia ya kuweza kuchukua ubingwa wa NBC Premier League msimu wa 2024-25, kwa sababu kitu ambacho wanaangalia cha kwanza ni Simba imekuja uwanjani imepewa point 3 na magoli 3. It means kwamba Young Africans itakuwa inazidiwa point na Simba Sports Club. Kwa hiyo nafikiri kwamba njia pekee ya Yanga kuweza kuchukua ubingwa maybe kuendelea na ile consistency ambao wamekuwa nayo, kushinda mechi kila mchezo kushinda, ni kuendelea kuweza kuja kwenye mechi kila mechi waweze kupata ushindi, lakini pia waweze kushinda kwa kiasi kubwa kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo. Lakini taarifa ambayo bado unaona kwamba Young Africans wanashindwa kutocheza dabi kwa sababu hawana imani na bodi ya ligi. Lakini pia kama bodi ya ligi kijiuzuru, basi Young Africans wapo tayari kuweza kucheza dabi. Hii ni Uhondo Michezoni, Uhondo TV. Mimi naitwa Aidan Jeremiah, best presenter wa Uhondo TV.